Mashabiki wa Simba leo walikuwa na mkutano wao, na mkutano huo ajenda kubwa ilikuwa ni kumkataa mwekezaji wao Mo Dewji. Na nimetazama wengi wamesema pia Murtaza Mangungu pengine kuna namna anaonewa, yale makosa ni lawama zote ambazo anapewa anaonewa. Mashabiki walikuwa ni kama wale Dr. Mo tumemuona mchungaji wa Simba, nimemuona GB64, ni wale mashabiki ambao wana mvuto. Klabu imekuja na taarifa kwa umma, tumeitazama hapa ikisema kwamba mashabiki wamefanya mkutano ambao sio rasmi na hautambuliwi na klabu, lakini pia wametumia nembo ya timu pamoja na wadhamini. Ukiachana na hilo pia amesema hatua kali zitachukuliwa kwa wale ambao wamefanya hivyo. Hilo ni tamko kutoka katika klabu ya Simba. Sasa mimi najiuliza kitu kimoja. Ninachoamini kwamba klabu inapewa nguvu na mashabiki. Na mashabiki wakiamua sasa hivi hatununui jezi, wanaweza sinunue jezi. Hatukati tiketi tusiingie uwanjani, hawanunui. Sasa mimi naona tu uongozi wa Simba ama klabu ingekaa ikafikiria ni wapi ambapo wamekosea, pengine wakafanya marekebisho kuliko kuja na taarifa, kwa sababu shabiki ndo mtu mwenye nguvu zaidi kwenye klabu. Mashabiki leo akiamua kususa, na maana kwamba klabu kuna vitu ambavyo itaenda kujiendesha. Kama utakumbuka vizuri, mashabiki wa Simba wanachama pia walishawahi kuchanga kwa ajili ya kutengeneza uwanja wa Simba. Hii leo mnakuja na taarifa kwa kataa mashabiki zenu kusema kwamba hatua kali zitachukuliwa, na wana haki. Sawa, mkutano labda utambuliwi rasmi, ila mimi nadhani labda kosa lao sijui, ila mimi naona wana haki ya kukaa na kuangalia yale ambayo wanaona hawataki. Naona poromoko la Simba endapo ataendelea kufanya hivi, maana mashabiki wakikasirika hakuna namna nyingine ambayo au mtu mwingine ambaye kumsababisha au kumfanya aende kuwa na mapenzi na klabu. Hakuna namna. Kwa hiyo klabu ya Simba ikajifikirie. Tule tu mfano wa vilabu vikubwa duniani. Tuje Manchester United. Mashabiki wataandamana, atafanya chochote, lakini hauwezi kuona klabu imetoa statement kwa mashabiki au kuwapa onyo. Utakumbuka mechi ya Manchester United dhidi ya Liverpool iliwahi kuahirishwa kwa sababu ya mashabiki waliingia uwanjani. Lakini hatukuona labda Premier League wakija na taarifa ama barua kwa ajili ya kutoa onyo kwa mashabiki. Kumbuka AC Milan waliokuwa kuwafanyia mashabiki hivyo, mashabiki wakaandamana. Klabu ikavunja wadhamini wakabadilisha. Ndio kama hivyo tutazama sasa hivi AC Milan inajitafuta, inarejea tena upya.